kuna huyu jamaa alikuwa busy sana kumchomolea huyu dada pesa, na huyu dada alikuwa anaongea na simu. Sasa anakuja Patrick anamsukuma sana huyu jamaa kwamba kwa nini unamuibia huyu dada watu pesa amekufanyia nini sasa? Sasa Patrick anarudi anamgusa huyu dada, anamwambia walikuwa wanakuibia pesa dada yangu, ninakurudishia pesa zako, maana huyu jamaa alikuwa anaondoka nazo. Sasa huyu dada kaanza kuzihesabu zile pesa kama ziko zote. Sasa akamwangalia Patrick akamkata kofi, na bila kujua kuwa Patrick alikuwa anamsaidia yeye ili pesa zisiondoke, na anamfukuza Patrick, anamwambia ondoka hapa, akawa anamwagia maji, na bila kujua kwamba Patrick alikuwa anamsaidia yeye. Na Patrick akawa anapigwa bila kosa lolote lile, ila binadamu bwana, anajifanya na hasira kinoma, anamsukuma Patrick kwamba ondoka hapa. Patrick ametoa msaada, lakini imekuwa kama mateso vile. Ukiwa na moyo wa huruma, watu wanaona kama wewe unajiona vile. Lakini pia huyu dada kaanza anazihesabu pesa zake sasa. Uko busy anashika simu, anajiona yeye amefika, anajiona ni mwamba kweli. Na huyu dada kitu ambacho hakijui, hiyo gari ni ya Patrick. Ameegamia gari ya Patrick. Sasa akawa anashika simu anabonyeza, na Patrick ikabidi sasa abonyeze remote, gari kapiga kingola. Sasa huyu dada anageuka anakuta Patrick ndo aliyeshika remote na ameshika na ufunguo wake. Sasa Patrick anakuja anafungua gari, anaingia kwenye gari. Akamkata jicho huyu dada kwamba unajiona wewe ni mtu katika watu Sasa mimi nina gari. Sasa wewe ambao unagusimu tu unajiona matawi ya juu. Sasa Patrick anaingia kwenye gari na huyu dada anaanza kumwomba msamaha kwamba kaka, samahani sana, ninajua nimekukosea na hakuna binadamu aliyekamilika. Na Patrick kabidi amrushie huyu dada pesa kwamba wewe una change, mimi nina noti. Nyuma ya Mike, mimi ni Ano Voice, jitu la mtumba, chuma cha Mjerumani. Nikuombe usipite bila kusubscribe channel yangu na kuweza kubonyeza alama ya kengele ili tuweze kukutana kwenye part 2. Nitakushukuru sana guys, thank you.